Asante kwa VAR, umetupa elimu kubwa sana, na sasa tunaendelea. Katibu. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha utaratibu wa uchaguzi. Mheshimiwa Spika, kama inavyoonekana kwenye orodha ya shughuli za leo siku ya Jumaa 28 Agosti 2026, Bunge la shughuli ya kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais kwa mujibu wa ibara ya 8, 2 na 54 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, utaratibu wa kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais umefanuliwa na kanuni ya 42 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025 kama ifuatavyo. Kwanza, Spika ataliarifu Bunge kuhusu uteuzi wa makamu wa rais na kuitaja jina la mbunge au mtu anayependekezwa na rais kuthibitishwa na Bunge kuwa makamu wa rais, hatua ambayo imeshafanyika kwa Spika kumtaja Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi. 2, baada ya Spika kutaja jina la makamu wa rais anayependekezwa, atamwita waziri mkuu ili atoe hoja ya kuomba Bunge lithibitishe uteuzi huo. Jambo hili limeshafanyika na Mheshimiwa Waziri Mkuu ameshatoa hoja hiyo. Baada ya hapo, kwa idadi ambayo ataona inafaa, Spika ataruhusu wabunge kuchangia hoja iliyotolewa na Waziri Mkuu, na jambo hili limefanyika ambapo wabunge 13 walipata fursa ya kuchangia hoja. 4 zinaweza kupiga kura itaanza, ambapo kila mbunge atapewa karatasi moja kupiga kura ya ndio au hapana katika kisanduku husika. 5, Spika atateua mawakala kwenda kusimamia zoezi la kuhesabu kura. 6, baada ya kuhesabu kura kukamilika, katibu wa bunge atatangaza matokeo ya kura. Na mwisho, bunge litathibitisha uteuzi wa makamu wa rais kwa kuzingatia asilimia ya kura za bunge walio wengi kwa mujibu wa ibara ya 50 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo haya, sasa naomba zoezi la kupiga kura kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais lianze rasmi. Zoezi la kupiga kura liendelee. Wataalamu, watendaji, maboksi, kura. Mheshimiwa Bunge, wakati wabunge ambao wako nje waingie ndani, na sergeants of arms piga kengele, waliokuwa kantini warudi ndani. Mheshimiwa Bunge, wakati kura zinahesabiwa, tutaendelea na mswada wa sheria ya Pareto. Hadi unakuona hapo, nakuona kwa juu. Tisha makamu wa rais mteule Deogratius Ndejembi ambaye leo amefika hapa bungeni na ulishuhudia shamra za kumkaribisha ndani ya ukumbi huu. Aliingia wakati kikao hiki cha bunge kikiendelea na amekaribishwa kwa shamra. Alikuwa kwenye majukumu mbalimbali akiendelea na majukumu yake ya waziri wa nishati, kwa sababu mpaka uteuzi wa makamu wa rais mteule unamfikia alikuwa nje ya nchi akitekeleza majukumu yake ya waziri wa nishati, na leo amerejea na kufika hapa. Alipokelewa mapema kabisa katika uwanja wa ndege Dodoma na kuja hapa bungeni, na sasa ndio kura zinaendelea. Umesikia namna ambavyo anazungumziwa Deogratius Ndejembi. Ni nani? Ametoka wapi? Amepita wapi? Na ana alama gani au ana sifa gani za kiuongozi?
katika siasa, lakini pia katika utendaji kwenye sekta binafsi na sekta ya umma. Kijana ambaye anatajwa kwa masuala mbalimbali, wengine wakimtaja kama mtu rahimu. Mtu rahimu anafahamika kama mtu mwenye matendo mema, mtu mwema. Wengine wakimtaja mnyenyekevu, wengine wakimzungumzia kwamba yeye ni mpatanishi. Mbunge Joseph Msukuma akisema kwamba sio mtu wa kupigisha shoti. Ni maneno ambayo yametumiwa hapa kwa ajili ya kumwelezea Deogratius Ndejembi. Na katika nafasi mbalimbali ambazo ameongoza serikalini, katika sekta ya umma na binafsi, lakini hata nafasi za kisiasa, ameacha alama muhimu ambazo zinaendelea kudhihirisha utendaji wake wa kazi, na matarajio ya wengi ni kuona akifanya vizuri zaidi katika nafasi hiyo kubwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni namba 2 mara baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kitakachofuata au nafasi inayofuata ni ya makamu wa rais. Tusikilize utaratibu hapo. Mheshimiwa Kororo, mwisho wa Gnesta, msimame mbele hapo. Ya nini? Ya siwa. Kura zikusanywe. Nani hajapata karatasi ya kura? Mshatumbukiza. Na zoezi la upigaji kura likiendelea hapo ndani ya ukumbi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa jijini Dodoma. Tulikuwa tukielezea kuhusu safari ya Deogratius Ndejembi, lakini safari yake ndani ya Chama cha Mapinduzi ikionyesha namna ambavyo amekuwa kwa kupitia hatua mbalimbali, ikiwa ni pamoja na uongozi wa CCM ngazi ya wilaya kuanzia mwaka 2007 mpaka mwaka 2017. Lakini pia akiwa mjumbe wa Baraza la Taifa la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mwaka 2008 mpaka mwaka 2017, na mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa NEC ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2012 hadi 2017, na amekuwa mjumbe wa Baraza Kuu la CCM pamoja na kuwa katika kamati ya siasa, na pia alikuwa mjumbe wa Baraza Kuu wazazi. Kwa hiyo safari yake hiyo haikuanza ghafla. Ni mtu ambaye amekuwa na kupita katika nafasi mbalimbali ndani ya Chama cha Mapinduzi na katika uongozi. Sasa hivi ni waziri wa nishati, lakini kabla ya kuwa waziri wa nishati amewahi kushika nyadhifa mbalimbali serikalini, akiwa mkuu wa wilaya ya Kongwa mwaka 2016 mpaka mwaka 2020, jambo ambalo linatajwa kumwongezea uzoefu zaidi katika kusimamia masuala tofauti ya kitaifa. Wageni 12 wa Mheshimiwa Boniface Mwita Getere, wafanyabiashara wa madini kutoka mkoani Mara, wakiongozwa na mwenyekiti wao ndugu Sabuni Amani. Wageni 18 Mheshimiwa Festo Sanga, viongozi wa wachezaji wa timu ya mpira ya wavu wanawake kutoka jijini Dodoma.
Wageni 44 Mheshimiwa Selina Kigalame, wanafunzi wa vyuo vikuu. Wageni 147 Mwantum Zodo, na wageni watembea bunge kwa ajili ya mafunzo wanafunzi 26 na walimu 5 shule ya Hosiana Daycare Center Dodoma. Waheshimiwa wote mmepiga kura? Funga maboksi. Ndio. Haya maboksi yaende ndani. Wakati upigaji kura ukikamilishwa hapo, kura zimekusanywa na maboksi yale yanaondolewa kwa ajili ya uhesabuji au kwenda kuhesabu kura hizo, na baadaye tutarajie matokeo yakiletwa hapa ili kujua ni kura ngapi ambazo zimepatikana. Wakati zoezi la upigaji kura likiendelea, Mheshimiwa Spika alikuwa akiwatambulisha wageni pale. Tumsikilize tena akizungumza hapo. Waheshimiwa wabunge, Haya mtazamaji, tutarejea tena hapo kwa ajili ya kusikiliza kinachoendelea. Awali nilikueleza kuhusu Ndejembi kuwa mkuu wa wilaya pale Kongwa, na mwaka 2020 ndio aliingia rasmi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara baada ya kuwa mbunge wa Chamwino, na nyota yake ya uongozi iliendelea kung'ara mara baada ya kupata nafasi hiyo. Mheshimiwa Ndejembi unaitwa Lonji. Mheshimiwa Ndejembi waziri unaitwa Lonji mwaka 2023 hadi 2024, nafasi ambayo ilimpa uzoefu wa moja kwa moja katika masuala ya serikali na masuala mengine, na pia amesimamia masuala ya kazi, vijana na ajira mara baada ya kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu pale mwaka 2024, na pia waziri wa ardhi kabla ya kuhamia kuwa waziri wa nishati katika wizara ambayo ameiongoza pia kwa mafanikio makubwa mpaka sasa. Kaonekana anafaa kuwa katika nafasi ya makamu wa rais, na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akaleta jina lake hapa. Ujumbe wake tumeuona ambao umefika leo mapema hapa wa Mheshimiwa Rais, ambao umeleta jina hilo kwa ajili ya kumpendekeza kuwa makamu wa rais, na bunge sasa linafanya maamuzi. Wizara ya nishati ambayo anaiongoza sasa ameifanikisha kwa imeonekana na mafanikio makubwa, na tutakumbuka tu hivi karibuni wizara ya nishati ndio ambayo ina dhamana ya kuhakikisha Tanzania inakuwa na nishati toshelevu, na wiki chache siku kadhaa zilizopita ulifanyika uzinduzi rasmi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere pale Rufiji mkoani Pwani, kituo ambacho kina uwezo wa kuzalisha megawati za umeme 2115, nishati ambayo sasa imeboresha upatikanaji wa umeme katika maeneo mbalimbali hapa Tanzania, na pia Tanzania itanufaika kwa kuuza nishati hiyo nje ya Tanzania. Kwa hiyo Tanzania itanufaika pia kwa kupata fedha kutoka mataifa mbalimbali ambayo yatanunua nishati hiyo ya umeme, kwa sababu Tanzania itakuwa toshelevu. Na kwa mujibu wa mpango mkakati au dira 2050 ni kuhakikisha kwamba mpaka mwaka 2030 Watanzania wanakuwa wanapata nishati
na yani ule umeme unakuwa umefika sasa katika maeneo yote, vijiji, vitongoji na maeneo yote mpaka mwaka 2030. Lakini mpango mkakati mwingine ni mpaka mwaka 2034 ni kwamba Watanzania wao wanatumia nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo kwa 80% mpaka mwaka 2034. Kwa hiyo tunaona kwamba haya yote yamefanikishwa kupitia serikali, utekelezaji wa miradi hii ya nishati, lakini pia Wizara ya Nishati ambayo Mheshimiwa Deogratius Ndejembi ndio ameiongoza mpaka hivi sasa, akiwa ameteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na bunge linataraji kumthibitisha hii leo ni ya ukumbi huu. Kura ya kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais. Matokeo yanatangazwa kuzingatia masharti ya ibara ya 50 ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, jina lililopendekezwa ni la Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi. Jumla ya kura zilizopigwa zilikuwa 324. Idadi ya kura zilizoharibika 0. Kura hapana 0. Idadi ya kura halali ni 324. Hivyo napenda kutoa taarifa kuwa uteuzi wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umethibitishwa na bunge kwa kura 324 sawa na 100%. Mheshimiwa kweli Samia, kweli Samia. Mheshimiwa Spika, matokeo haya yamezidi 50% ya wabunge wote kama inavyoelekezwa katika ibara ya 50 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante. Waheshimiwa wabunge, kwa mujibu wa kanuni, katibu ndio anatangaza matokeo na ameshatangaza matokeo. Inawezekana wengine hamkusikia au mmeshangaa. Kwa kura zilizopigwa ni 324, kura zilizobika 0, idadi ya kura 324, kura za hapana 0 kama alivyosema katibu. Kwa jumla la ushindi wa Mheshimiwa makamu wa rais wetu ni 324, ni 100%. Jana mimi nilipata salamu kutoka kwa baadhi ya mabalozi wengi wa nchi ambao wako Tanzania ambao kwa kweli wameridhika na uteuzi wa Mheshimiwa Rais. Kwa bunge leo tarehe 28 Agosti 2026 limethibitisha Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Tanzania kwa mujibu wa katiba. Hongera sana. Sasa karibu, kama una maneno mali matatu baadaye tukuage, maana tumundano toka huingii tena.